Karibuni ndugu wanahabari katika mkutano huu ambao tunakwenda mwalimu wa timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 17 haja na kutangaza kikosi cha timu. Na mbele yenu hapa mimi naitwa Isa Shibire ambaye ni afisa habari kwenye hii timu, lakini pia kocha mkuu pamoja na meneja wa kikosi hicho. Kwa hiyo mkaribishe mwalimu kwa ajili ya kuzungumza machache na baadaye kutambulisha rasmi kikosi ambacho kitakwenda kuwakilisha Zanzibar katika michuano ya Sekafa kwa mwaka 2026. Mwalimu, karibu sana. Kwa bahati ya katika moja ya washiriki katika timu kwa maana kutangaza timu wachezaji watashiriki mashindano haya. Kwa bahati nzuri mashindano yanategemea kuna wachezaji 20 waliokuwa kwa kutangaza 20 watakuwakilisha Zanzibar katika mashindano. Magolikipa Neema Matambia kutoka Dunga, kwa mwingine na Tiaria Michael kutoka Warriors na Helen Tito kutoka Mafunzo. Madifenda Leo Shilingi kutoka Dunga, Francis Baskita Chanda kutoka Mafunzo, Farida Hamis Kombo kutoka South Queen, Ida Tony kutoka Mafunzo, Fauzia Ramadhani Mawazo kutoka South Queen, Leonard Uhuru Suleiman kutoka PDS Queen na Kida Elias kutoka Dunga. Midfielder Jenny Claudia kutoka Mafunzo, Shadia Omar Juma kutoka Sauti, Shaban Sheikh Sara Helen Jona kutoka Sauti, Sakina Adios kutoka Warriors, Evan Doto kutoka Sauti, Beth David Baraka kutoka Sauti, Aziza Said Hamadi kutoka Sauti, Masweka Mariam Sani Hussein kutoka Dunga na mgeni Ramadhani Haji kutoka Mafunzo. Hao ndio watakuwa timu 20 watawakilisha Zanzibar katika mashindano ya Sekafa kwenye chini ya umri wa miaka 17. Yatafanya Dar es Salaam. Maandalizi kidogo mwalimu na mpaka sasa. Maandalizi yako vizuri kwa sababu timu ya taifa haitakuwa kama muda mwingi, kwa sababu tumeona wachezaji wako vizuri. Kwa sababu tutakuja technique moja kwa moja kwa tumekabili leo. Kayananda rasmi tarehe 14 mwezi. Naitwa Mohamed Rashid Bilal, ni meneja wa timu ya Under-17 na wanawake. Kama alivyosema mwalimu kwamba timu itaingia kambini leo na muda wa mazoezi toka tunafanya saa 5 mpaka saa 8 kulingana na ratiba yetu ambayo ilivyo kwamba mechi tutacheza saa 7. Kwa hiyo tunatumia saa 5 mpaka saa 8 kufanya mazoezi, na uwanja ambao unatumika wa kufanyia mazoezi ni uwanja wa Prince. Ni uwanja ambao umepewa kwa ajili ya kufanya mazoezi kuandaa timu kwenye mashindano. Kama kuna baadhi ya wachezaji tunawakosa. Wachezaji wote 20 tayari wapo tayari kwa ajili ya kufanya mazoezi na tukimaliza mazoezi kuna kampeni moja kwa moja. Kwa hiyo wachezaji 20 wote watakuja kampeni leo. Timu tunatarajia kuondoka siku ya Alhamisi tarehe 11. Kwa mujibu wa taratibu za Sekafa, timu inatakiwa ifike siku 2 kabla ya mashindano. Sisi tunatarajia kuondoka tarehe 11 na viwanja ambavyo tutatumia kwa mechi ya mwanzo tutatumia uwanja wa Chamazi, lakini mechi zetu 2 tutatumia uwanja wa KMC kwa mujibu wa ratiba iliyotoka. Hivyo ndio vituo kwa ajili ya mechi. Nafasi ya kufanya interview dakika 10 za mwanzo kabla ya kuanza mazoezi, na kawaida mazoezi huwa yanaanza saa 7 asubuhi. Kwa hiyo wanahabari, wadau wa michezo tunakaribisha kuja kuangalia mazoezi, lakini pia kama mtu anahitaji kuja kutoa motisha kwa namna yoyote, anaweza kuwasiliana na uongozi na wasimamizi wa timu kwa maana ya meneja ama technical bench kujua namna gani anaweza kujipa. Lakini tunawakaribisha wanamichezo wote, habari, wadau wa michezo kuja kuitazama timu yao na kuja motisha, kwa sababu yote hii ni timu yetu ya taifa na tuna kila sababu ya kuunga mkono. Matarajio yetu kwa ina sasa ambao tuko nao tunaweza kwenda kufanya vizuri katika michuano hii, hasa ukizingatia kundi ambalo limewekwa halina timu ngumu sana. Kwa hiyo tunajiona tukipita na kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunawakaribisha pia katika mazoezi yetu ambayo tumeanza siku ya jana, lakini tutakuwa tunaendelea leo, kesho na mpaka pale ambapo siku ya Alhamisi timu itasafiri. Asante.